mwenyewe muda thamani, kwamba muda wangu mimi nitauza leo, nitauza muda wangu labda 1000 kadhaa. Mimi ukiniita kwenye mambo yako kwa siku moja, ninafahamu unapaswa kunilipa siku ngapi kwa muda utakao uniita, kwamba nisifanye shughuli nyingine. Nafahamu kabisa kwamba ukiniita nije kwenye shughuli yako ya masaa 12 au masaa 6, nafahamu kabisa kwamba hapa nitakuwa nimekupa muda wangu wenye thamani kiasi kadhaa. Sasa kinachobadilisha muda ni mle kwenye mambo hayo matatu. Kinachobadilisha muda ni akili ambayo kila mtu amepewa. Umelishwa nini tangu ulipokuwa mtoto? Umelishwa nini na jamii inayokuzunguka? Umekatishwa tamaa? Umeambiwa fulani ukitaka kwenda vizuri, ukitaka kufanikiwa lazima uwe na duka. Ukitaka kufanikiwa lazima ufanye biashara. Ukitaka kufanikiwa lazima uwe mfanya biashara. Ukitaka kufanikiwa kwa sababu una degree ya engineering lazima uajiriwe. Ukitaka kufanikiwa kwa sababu ni daktari unaenda kuomba kazi serikalini ndio utakwenda. Kwani ukikaa mwenyewe hapo ukafanya utaratibu wa kuwatibu watu kwa sababu una taaluma na ukafuata taratibu zinazotakiwa, uweze kufanya shughuli yako ukatibu watu wakapata matibabu na ukapata kipato? Au kwani kwa sababu ni daktari lazima nifanye kazi ya daktari? Mimi sio mkulima kwa fani yangu. Ukulima ninashukuru hapo watu waliniwezesha kunipa ABC za kilimo na hivyo, lakini mimi fani niliyosomea mimi ni fundi seremala. Lakini sasa hivi sio fundi seremala, nimeacha fundi seremala, nafanya kazi ya kilimo. Umejaza nini huko? Aliyekwambia kwamba mtu anayevaa tai ndiye mheshimiwa ni nani? Aliyekwambia kwamba mtu anayekwenda ofisini ameshika briefcase ndiye mtu bora kuliko mwingine ni nani? Sasa tukiondoa ile dhana ya kudharau baadhi ya kazi, na moja wapo ikiwa ni kilimo. Zipo kazi nyingi sana zinadharaulika na vijana wasipendi kabisa, hawataki kuzigusa. Hata kama hana hata shilingi moja mfukoni, hapendi kufanya shughuli hii. Moja ni kilimo. Lakini ya pili, huwezi kumkuta kijana, wapo watu hawana hata watu wa kufua nguo zao. Mimi sijaona hapa biashara ya vijana wanaopita wanafua nguo za watu. Lazima upunguze usingizi, lazima uchape mguu, lazima utumie mikono, lazima utumie mdomo, ili kile ulichokifikiri kwenye ubongo ambacho hakuna anayekiona na ubongo hawezi kuamka kwenda kufanya kile, kinatekelezwa na mikono yako na miguu yako na macho yako, na hivyo ili uweze kupata matokeo mazuri. Hili linakwenda kwenye kilimo, linakwenda kwenye fani nyingine zozote, na unapokuwa unatekeleza hayo lazima uyatekeleze kwa bidii. Katika hilo kuna kitu kimoja pia. Ukifikiria ukaufanya mwili wako kuwa mvivu, hutafikia popote unapotaka kufikia. Hakuna mtu yote anayekaa kwangu bila kufanya kazi. Ukiwa house girl, ukiwa house boy au hivi, ugomvi wangu na mimi urafiki wangu na mtu ni kazi. Na ninapofanya hivyo siendi kwa tamaa na wivu kwamba kwa sababu fulani ana gari, amejenga orofa, amefanya siendi hivyo. Ninakwenda hivyo kulingana na mahitaji nilionayo. Siendi kwa mahitaji ya mtu. Kwa sababu kila mtu ana mahitaji yake. Yule huenda anahitaji orofa kwa sababu yeye anaona akiishi juu kama ndege ndiye anaishi vizuri. Tumezungumza vitu vingi, amekupa tips tofauti. Hizo tips ukizichukua, kama unataka kuanzisha kiwanda cha kuanzisha biashara ya kilimo, unaweza kufanya, inaitwa agro business. Ni sehemu fulani ambayo ina faida kubwa, watu ambao hawajaigutukia. Watu ambao waligundua kwamba biashara ya kilimo ina faida kubwa, kwa kila mtu anategemea biashara. Kuna mtu anauliza, je, upatikanaji wako wa bidhaa, kuna muda kwamba bidhaa inakuishia kama kisamvu? Vipo vitu vya msimu. Na hapa kwetu tuna misimu miwili. Tuna msimu mfupi na msimu mrefu, kwa maana ya masika na ile nyingine, ule msimu mwingine huo. Baada ya masika tunaingia kiangazi, alafu tunaingia ule msimu mrefu ambao unaanza kwa kawaida mwezi wa 8, wa 9, wa 10, wa 12, tunakwenda na hivyo. Sasa inategemea. Vipo vitu unaweza kuvipata kwenye majira haya ya mvua fupi lakini kubwa. Kwa hiyo upatikanaji wa bidhaa kama sasa zitapatikana muda wote, zipo bidhaa zinapatikana muda wote. Kwa mfano, bidhaa kama kisamvu ambacho sasa naona watu kisamvu wakati fulani ilikuwa ni mboga inaliwa wakati wa sikukuu au wakati wa shughuli maalum. Hiyo dhana mimi nilikataa. Kwamba inawezekana kwa nini mboga hii iliwe tu wakati wa shughuli maalum, sherehe, sikukuu, ndio watu wanakula kisamvu. Kisamvu kina taratibu zake. Kwa hiyo kwangu mimi kisamvu kinapatikana Jumatatu mpaka Jumapili. Soko tu hapa bado naweza kuchukua bidhaa kutoka Buseresere, na chukua bidhaa kutoka mikoa mingine, na soko la hapa hili soko la hapa manispaa bado linachota nyanya kutoka nje ya mji huu. Maana hapa
bado kuna watu ambao wamelala usingizi. Bado kuna watu ambao hawezi kutumia fursa hiyo. Wakati fulani soko linafurika, si tu kwamba linafurika bidhaa za hapa, isipokuwa linafurika bidhaa zinazotoka mikoa mingine. Wakati hapa kuna watu ambao wangeweza kupanda hata miche nia. Ukiangalia kwa haraka. Kwa viwanda viwili ambavyo nimeona Mheshimiwa Rais anavifungua juzi. Amefungua kiwanda cha mafuta. Amefungua kiwanda cha sigara. Hivyo viwili. Lakini kuna viwanda ambavyo ninafahamu hata tulivyo hapa kwetu. Tuko na Bukop, tuko na Tanika, tuko na kiwanda gani kingine? Tuko na Kagera Sugar. Hiyo of course hiyo ni viwanda sasa, sio shughuli za kilimo. Hiyo vinateka maji na hiyo sio kilimo. Wao wanavuna kitu ambacho ile malighafi ya asili. Lakini kwa viwanda ambavyo vina hivyo tu. Kama biashara ya haki itafanyika. Manake kuna swala la mkulima siku zote anakunjwa. Na niliwahi kusikia mtu mmoja anasema mkulima huwa hana hasara. Sio kweli. Wakulima wanakatishwa tamaa tu. Na kwa kukatishwa tamaa ndio maana wakati mwingine tunakutana na mabaya njaa, au unakwenda sokoni unahitaji bidhaa fulani uikuti kwa sababu mkulima amekatishwa tamaa. Alilima juzi nyanya zake, amezileta akiwa anafikiria atauza shilingi 1000 kwa kila kilo, amekutana na dalali amempiga shilingi 200 kwenye kilo moja, akamwambia utakata kilo 20 hizi na baki nazo mimi za kulinda sijui zinazoharibika. Hawezi kuzirudisha Karagwe, hawezi kuzirudisha Misenyi, ameshazileta hapo, anauza hivyo anaondoka analia, kesha anaacha mambo ya kulima. Na akikata tamaa anakwenda kunywa gongo, analima vya kwake vya kuzalisha, anaishia hapo. Utamkuta mkulima amevaa masempele hawezi kwenda. Sasa ninachotaka kusema kwenye swala hilo la hilo swali lako ni kwamba kwa sasa na kwa hivyo ambavyo viwanda vimefunguliwa sasa hivi, zaidi ya 75% malighafi za viwanda ambavyo vinaendelea kujengwa ili kuchakata hizi bidhaa za kilimo itakuwa inatoka kwenye shamba. Bado ninayo na ninanunua kwa wengine. Na ninaponunua kwa wengine inaisha. Na miwa haikugharimu chochote. Unaweza ukazungushia hata fence yako miwa. Yupo mtu mmoja, sitaki kumtaja, naishi Kiamaizo. Ana miwa kwake mpaka inawika. Na ile miwa haiko shambani, amezungushia tu kando ya shamba lake. Ya kutosha. Ipo ya kutosha ambayo akiamua kuuza anaweza kuuza hata kenta nzima. Na akapata hela ya kutosha. Haihitaji mbolea, haihitaji palizi. Miwa ikishakuwa imekuwepo utakata leo, kesho mwingine unakuta unaendelea kukua, utakata mwingine unaendelea hivyo. Na ununuzi, mimi nina soko nyumbani kwangu ninanunua miwa. Nitanunua miwa kiasi chochote unachotaka ninunue. Nahitaji. Lakini hata kama sio mimi, siwezi kulisha Bukoba nzima. Kama mimi ninapanda huko nikilisha eneo fulani ukilisha jingine, sote tunakwenda na mwisho wa wakati. Kwa hiyo swala lazima niwe pale juu kwamba lazima tufanye mapinduzi ya fikra, na lazima tuanzie popote tutapotaka kuanzia. Utaanzia popote, la msingi ni nia na dhamira yako kwamba mimi sitaki kukatwa. Labda niseme hivi la mwisho kwamba hakuna kadhia mbaya au hakuna mtu ambaye anahitaji kuhurumiwa kama mtu asiyeweza kufikiri kujishughulisha na chochote. Yaani hana kazi anayoifanya, lakini pia hafikiri kufanya chochote. Yeye akiamka asubuhi kichwa kinamwanga anasema sina kazi. Mtu anayesema hana kazi, sijui nimfananishe na nini. Huyo ndiye mtu ana shida kuliko mtu mwingine yeyote. Mtu ambaye anaweza kufikiri kwamba nikifanya hiki kitakwenda nitapata hata shilingi 2. Mtu huyo hata kama anafanya kazi ya kusafisha vyoo, ambayo nayo ni kazi wanaionaga ni kazi ya chini, au anafanya kazi ya kubeba mizigo ya watu. Huyu mtu anabeba mzigo wa mtu, sisi huku tunawaita wagata. Anaonekana ndiye mtu wa daraja la 3 kusimama. Na kwa kukatishwa tamaa hivyo wengi wanaangukia kwenye ulevi wa kupindukia, kuvuta bangi na kadhalika, kwa sababu wameshaonekana ni watu wasiokuwa wa maana, watu ovyo. Lakini kama mimi na nguvu zangu, nabeba mizigo yangu, napata kipato changu, narudi nyumbani na mahitaji yangu, shida iko wapi? Sioni kama kuna tatizo, ili mradi niwe na thamini kile kitu ninachokifanya, kwa sababu kazi yako nzuri mimi hainisaidii kutengeneza maendeleo ya kwangu, hainisaidii mimi kuongeza maisha. Uthamani wa mtu hauko katika wingi au uchache wa vitu alivyonavyo. Uthamani wa mtu uko katika pumzi na roho ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Huo ndio uthamani wa mtu. Na ukitaka kujua kwamba hilo ndio uthamani wa mtu, tafsiri yake ni nyepesi tu. Kwamba hebu chukua mzoga wa mbwa. Huko watu waliokufa tunawahitaga maiti marehemu, tunawapamba vizuri.
Lakini kwa ufupi, mzoga wa mbwa na mzoga wa binadamu yote mizoga tu. Na ukitaka kujua kwamba yote ni mizoga, tupa mzoga wa mbwa pale, baada ya siku 3 nenda, tupa mzoga wa binadamu pale, baada ya siku 3 nenda. Utasikia ile mizoga yote itatoa harufu na baada ya muda itarudi. Kwa hiyo huu ni mwili tunaovaa tu. Sawa. Lakini wewe uko ndani, na huyo wa ndani huwa anatoka anakwenda anaacha hili vazi linaishiria mbali. Kwa nini ninalisema hilo? Ninalisema hilo ili kutiana moyo na wenzangu kwamba kwa sababu fulani yuko hivi, hicho sicho kitu kinachomfanya yeye kuwa bora. Kinachomfanya yeye kuwa bora ni ile pumzi ya Mungu. Kwa hiyo usidharau kazi yako kwa sababu mwingine ana kazi ambayo anapata kipato cha zaidi. Majumba makubwa hata mapanya yake ni makubwa. Kwa hiyo the way atakavyokuwa juu na changamoto zake ni hivyo hivyo. Turudi chini. Tuanze na rasilimali tulizonazo. Na rasilimali tulizonazo tukizitumia kwenye kilimo au kwenye sekta nyingine yoyote, tukizitumia kwa uaminifu, pole bila tamaa, bila kujikatisha tamaa, wala bila kukatishwa tamaa na watu wengine ambao wanafikiri wao ni bora kuliko wengine. Wakati mimi nikifa naye akifa wote tunafanana, tutakwenda vizuri na tutaishi maisha mazuri. Wakati wewe unamdharau wakati mwingine kwamba unafanya kazi gani ya ovyo, hawezi hata kukulisha, hawezi kukupa hata shilingi 200 ya kununua maji, hawezi. Kwa hiyo tukirudi hapo chini, vijana tukirudi chini tutakwenda vizuri. Na nimalize kwa kusema hivi kwamba unapoanza hatua moja ukamaliza matatizo ya kawaida, utakwenda hatua ya pili, utakwenda ya tatu. Leo utakuwa mkulima, unalima shambani, kesho utaajiri wengine. Kesho kutwa utaanza kiwanda, utaendesha kiwanda chako, utaajiri wengine na utapata matokeo mazuri. Lakini lazima tuanze, na fursa ya kilimo iko wazi, na tunakoelekea kilimo kitakuwa ni kazi nzuri ya kupeleka mbele. Kilimo ni uti wa mgongo wa Tanzania. Kumbuka kuna mahitaji matatu katika maisha ya binadamu. Kuna kilimo, kuna chakula, kuna mavazi, kuna malazi. Hayo ni mambo matatu ambayo yanahitaji. Kumbuka katika mahitaji hayo matatu kuna kilimo, kuna chakula, na maanisha kilimo. Kwa hiyo kilimo kinahitajika sana. Kumbuka unatazama Azimio la Kagera, usisahau kusubscribe kupitia na account yetu ya YouTube inaitwa Azimio la Kagera, Facebook na Instagram. Updates zote unazozitaka zitapatikana mule. Tips zote unazozihitaji kama mtaalamu wetu ametoa tips nyingi, ameenda deep. Usisahau kusubscribe wa channel yetu ambayo inapatikana YouTube kwa jina la Azimio la Kagera. Toa comment yako, tunahitaji likes, dislikes zote tunazihitaji. Ushauri wako tunauhitaji. Kila kitu ambacho unakiona kinabidi tukifanye kujenga mkoa wa Kagera tunahitaji. Tunahitaji wataalamu kama nyinyi mnaoangalia TV. Wewe ulioangalia TV sasa hivi umeelimika na nini? Unaweza kututumia ujumbe wako kupitia namba yetu inayoshuka hapo chini. Pia unaweza kaingia katika hiyo mitandao yetu niliyokutajia. Mimi naitwa Philip Mfibe. Niko na mgeni wangu leo Betson Mugisha, kama nilivyojitambulisha awali. Kama kuna chochote kimekufurahisha na umekiokota, basi kitumie. Siku nyingine muda kama huu tuangalie kipindi kama hichi. Usisahau kusubscribe kwa sababu utapata kila kitu na vitu vingine ambavyo havihusiki katika vipindi. Tuna tips nyingi ambazo zinaruka YouTube. Usikose kufuatilia YouTube kwa sababu tuna vitu vingi sana tunavifanya. Mimi naitwa Philip Mfibe. Asante sana kwa kuendelea kuitazama Azimio la Kagera.